Habari gani tena, karibu kwenye MC Zayo TV, channel yako pendwa ya habari. Na kama wewe ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, usiondoke bila kubonyeza subscribe, like. Na kama tayari ni sehemu ya familia yetu, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Sasa kaa tayari tuanze na habari za leo. Na habari za leo ni kuwa habari zilizotoka katika eneo la Mibunda mkoani Kivu Kusini katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zinasema kuwa sehemu kubwa eneo hilo tayari imedhibitiwa na chama cha MRDP au jeshi la Twirwaneho ukishirikiana na muungano wa serikali ya FCM23. Habari hizo zinasema kuwa baada ya mapigano makali yaliyotokea siku ya Jumamosi, MRDP Twirwaneho kwa kushirikiana na serikali ya FCM23 walichukua maeneo mbalimbali ya Mibunda ikiwemo Turambo na Marunde, Gipupu pamoja na maeneo mengine ya jirani. Watu wa taarifa hao wanadai kuwa sehemu kubwa ya Mibunda imeingia chini ya udhibiti wa chama hicho au jeshi la Twirwaneho baada ya vikosi vya muungano vinavyounga mkono serikali ya Kinshasa kurudishwa nyuma katika mapigano yaliyofanyika siku ya Jumamosi hiyo. Na kulingana na taarifa hizo, mapigano ya Jumamosi yalihusisha upande mmoja ambao ulikuwa ni na muungano wa vikosi vinavyoundwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wajeshi wa Burundi na makundi ya Kimaimai pamoja na FDLR, huku upande mwingine ukiwa ni MRDP Twirwaneho wakishirikiana na serikali ya FCM23. Taarifa zinaeleza kuwa mapigano yanaendelea pia asubuhi ya Jumapili na kufikia maeneo mengine ya sehemu ya Mibunda Jumapili ya jana hiyo. Hadi sasa taarifa kutoka kwa upande unaounga mkono na chama cha MRDP au jeshi la Twirwaneho zinasema kuwa chama hicho kimedhibiti maeneo yanayojumuisha Gasiro, Marunde, Turambo, Gipupu na maeneo ya karibu. Na taarifa hizi zinaongeza kuwa mapigano yalisababisha vikosi vinavyounga mkono serikali ya Kinshasa kurudi nyuma, huku baadhi ya wanajeshi wao wakidaiwa kuelekea katika misitu ya Mwenga. Eneo la Mibunda limekuwa moja maeneo ambayo yamekuwa yakikumbwa na mapigano kwa muda kati ya chama cha MRDP au jeshi la Twirwaneho na vikosi vya serikali. Na huko Gipupu ni kuwa hofu kubwa iliibuka baada ya kusonga mbele kwa serikali ya FCM23 ikishirikiana na Twirwaneho. Gipupu inapatikana sehemu ya Kivu Kusini. Wakazi wa Gipupu, makao makuu ya sekta Itombwe, Bashimkunji ya kwanza eneo la Mwenga, wamekimbia makazi yao tangu jioni ya Jumamosi iliyopita samedi passé tarehe 11 Julai mwaka walipo wakihofia mapigano mapya kuibuka. Na kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, hofu hiyo imechochewa na matukio mawili makubwa yaliyotokea katika eneo hilo. Tarehe 10 Julai, wapiganaji wa serikali ya FCM23 wakishirikiana na Twirwaneho walidai kuchukua zaidi ya ngome 80, na siku iliyofuata samedi passé Julai, mapigano yalitokea huko Lweba kati ya wapiganaji wa Kimaimai walienda kuchokoza, ile mwisho wa siku wakaona moto. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, baada ya mapigano hayo, wapiganaji wa serikali ya FCM23 walisonga mbele hadi kwenye nafasi yao ya kwanza huko Bukunji. Kusonga huko kuliofanya wakazi wengi wa Kipupu kufurahi na wengine kuondoka eneo hilo. Na tukielekea huko Uvira ni kwa samedi passé usiku wa kuamkia jana Dimanche, mwanajeshi wa FARDC alipiga risasi watu watatu katika mtaa wa Rombe de usiku wa kuamkia Dimanche. Ilikuwa samedi la 11 Julai mwaka huu, ilikuwa saa 2. Hofu ilitanda katika mtaa wa Rombe ya pili, wilaya ya Mulongwe kwenye eneo la Uvira baada ya mwanajeshi wa FARDC anayefahamika kwa jina la utani wa Lebla kufyatua risasi kwa watu watatu kisha kutoroka. Kwa mujibu wa mashahidi wa kwanza na ushahidi uliokusanywa eneo la tukio hilo lilianza baada ya mapishano kati ya mwanajeshi huyo na mlinzi wa usalama wa Ba ya Sultani. Inadaiwa kuwa mwanajeshi huyo alizuiwa kuingia ndani ya Ba hiyo, ndipo akamtishia kumua mlinzi huyo. Baadaye alirudi kuchukua silaha yake. Aliporudi alimpiga risasi karibu kabisa na mlinzi huyo wa Ba. Watu wengine wawili waliokuwa wakipita eneo hilo ambao wanaelezwa kuwa hawakuwa na kosa lolote pia walipigwa risasi. Baada ya kufanya tukio hilo, mwanajeshi huyo alikimbia. Baadhi ya wapiganaji wa Kimaimai walitumwa katika eneo hilo na wakaanza kumtafuta. Lengo lao lilikuwa ni kumkamata na kumfikisha mbele ya mahakama ya jeshi. Idadi kamili waliojeruhiwa pamoja na hali zao za kiafya haikuwa bado imejulikana
Wakati taarifa hii inaandikwa na mamlaka za eneo hilo zinaendelea kufanya utafiti na kuwataka wananchi kuwa watulivu, kushughuli zikiendelea, na kukumbusha kuwa Uvira bado hali ya usalama inaendelea kudhorota na Mai FARDC hawana tofauti. Yani fujo, mauaji ni kila siku, risasi ni kila siku. Tunaenda kupotea pole kwa wakazi wa Uvira, ila ni kipindi cha muda tu watakuja kukombolewa. Na Uvira ni kuwa yule ex governor gavana huyo ni Purusi amesema kwa hali ya usalama kwa ujumla ni tulivu na inadhibitiwa. Anasema Uvira kwa hali ni salama na inadhibitiwa, wakati watu wanapigwa masasi ya miguu. Gavana Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki amesema kwa hali ya salama katika mkoa wake Uvira hapo kwa ujumla ni tulivu na inadhibitiwa. Akizungumza kuhusu hali hiyo, hata hivyo alionya kuwa kuhusu mapigano ya Twigano, alisema kuwa harakati hiyo inatafuta kupanua udhibiti wake wa maeneo hasa katika eneo la Fizi. Na kwa mujibu wa mkimbizi huyo au guvernero huyo Purusi aliyekimbia mkoa wake, huyo mkoa anasema kwa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC limepelekwa kwa nguvu katika maeneo mbalimbali, na alisema jeshi hilo limewekwa kimkakati ili kuzuia kusonga mbele kwa serikali ya M23 na liko tayari kurejesha maeneo yaliyopotea. Purusi huyo alikuwa akidanganya watu na ikifika jioni anaenda lala Uvira. Yani ni kitu cha kushangaza sana. Ikifika usiku anaenda lala Bujumbura. Na kipindi serikali ya M23 alipodhibiti mji wa Uvira, yeye ndo alichukua nafasi ya kwanza kukimbia, na nadhani hatari yeye alikuwa na taarifa mbele ya wote na akakimbia. Baada ya kuondoka ndo akarudi sasa na akaanza kuwadanganya kuwa hali ni tulivu na inadhibitiwa. Inadhibitiwa wapi na wakati watu wanapigwa masasi na FARDC? Na uko Baraka Fizi katika mkoa wa mawasiliano kwa Baraka, hali inaendelea kwa kutia wasiwasi katika eneo la Fizi na mji wa Baraka, kwa mujibu wa ushuhuda mbalimbali uliokusanywa kutoka kwa wakazi. Na katika mkoa wa mawasiliano na madai ya kukamatwa kwa vifaa, wakazi wengi wa Baraka wanategemea rasilimali na kutaarifa kutoka nje ya eneo hilo. Hata hivyo, kwa siku kadhaa sasa inadaiwa kuwa huduma za mawasiliano zimekuwa zikikatwa taratibu. Katika ujumbe uliosambazwa kwa kiasi kikubwa, wakazi wanadai kuwa maafisa wa vyombo vya usalama, wakitaja hasa birode na ya FARDC na ANR na PNC, polisi hao, maafisa wa NTSA pamoja na wapiganaji wa Kimaimai waliingia kati ya ofisi za mashiriki yasiyo ya kiserikali ONG na kuchukua vifaa vya wifi au wifi. Kwa mujibu wa ushuhuda huo, usiku wa tarehe 9 Julai mwaka huu, baadhi ya maduka yaliyodaiwa kuporwa mjini Baraka. Wakazi pia wanasema kuwa wamekumbwa na wizi wa simu na unasababishwa na wazalendo na FARDC na kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki. Wanalalamikia hali ambayo kwa maelezo yao ni haki za binadamu ziheshimiwe. Kutokuwepo kwa mtandao wa internet na mawasiliano ya simu kunadaiwa kuwazuia wakazi kurekodi na kutoa taarifa kuhusu hali yao kwa wakati halisi. Na mwandishi wa ujumbe huu ameomba mashirika ya kiraia kusaidia kusambaza sauti ya wakazi wa Fizi na Baraka. Katika ujumbe huu alionipa, baadhi ya wakazi anasema kwa baadhi ya wakazi wanamtaja kwa majina Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamoja na makamu wake wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Elkano, wakidai kuwa wanahusika na mpango ambao kwa madai yao unalenga wakazi wa Fizi na Baraka. Wanatoa wito kwa wananchi kwa uangalifu na pia wanaonya kuhusu uvumi wa uwezekano wa kuanzishwa kwa makao makuu ya kijeshi Quartier General mjini Baraka, wakisema hilo inaweza kuongeza hatari zaidi. Na niwashukuru kwa habari hizi na habari zingine tutaziendelea mchana. Asanteni sana na kiwatakia siku njema yenye furaha. Mungu aendelee kuwabariki. Chao chao.